Naam, wambaje mwanafunzi, wambaje mpenzi wa lugha ya Kiswahili, wambaje mkereketwa malulipo. Jina langu ni Ustadh Kaka Mnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili, na ningependa kuchukua wakaa huu kukukaribisha kwenye kipindi hiki, na mada ya leo ningependa tuweze kuangazia mbinu ya kinaya kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Kwanza tuweze kufahamu kinaya ni nini kwenye riwaya hii ya Nguu za Jadi, na mwandishi wa riwaya hii ambaye ni Clara Momanyi amefanikisha vipi matumizi ya kinaya kwenye Nguu za Jadi. Jambo la kwanza, tuweze kuelewa kwamba kinaya ni kinyume cha matarajio. Kwa hivyo wakati ambapo tunazungumza kuhusu kinaya, tuweze kuweka wazi kwamba kinaya ni kinyume cha matarajio. Kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, wahusika wengi wamesawiriwa na mwandishi wakiwa wamefanikisha mbinu ya kinaya. Kwanza, Chifu Mshabaha ni kinaya kwamba Chifu Mshabaha anamwachisha kazi ama anampiga kalamu Mangwasha, ambaye tunajua kwamba kazini Mangwasha alikuwa mwenye bidii za mchwa. Tunaambiwa kwamba Mangwasha mara kwa mara alikuwa akifika kazini akiwa wa kwanza na angeondoka kazini akiwa wa mwisho, lakini tunaona kwamba Chifu Mshabaha anampiga kalamu na kumwajiri msichana wa Kikule. Sagilu naye anaendeleza mbinu ya kinaya kwa njia ipi? Tunaona kwanza, Sagilu anaenda kinyume na matarajio ya jamii kwani tunaona kwamba akishiriki mapenzi na Cheia, na kila ambacho tunang'amua ni kwamba Cheia alikuwa mpenzi wa Mashauri, ambaye tunajua kwamba Mashauri alikuwa ni mwanawe nani? Mashauri ni mwanawe Sagilu. Kulingana na sisi, hili lisingeweza kufanyika kwa sababu baba na mwana hawawezi wakashiriki kwa vyovyote vile katika mapenzi ya mtu mmoja. Lakini tunaona Sagilu anaenda kinyume na matarajio ya jamii kwa kushiriki mapenzi na Cheia. Nchini Matuo ni kinaya kwamba wale wanaopata ajira ya kazi ni wale ambao hawana kisomo, na endapo walikuwa na kisomo, kisomo chao kilikuwa kiduchu sana, kilikuwa hakali sana. Lakini wale ambao wamesoma, wana maarifa kemkem, kochokocho, hawapati ajira. Na wale ambao hawapati ajira, ambao wamesoma sana, wengi wao walikuwa wanatoka katika jamii ya Wakwetu. Kwa hivyo ni kinaya kwamba katika nchi ya Matuo wanaopata ajira ya kazi ni wale ambao hawajasoma, na wale ambao wamesoma hawapati ajira ya kazi. Jambo jingine, serikali ya Mtemi Lesulia ambayo inatarajiwa kwamba wao wangekuwa katika mstari wa mbele kulinda mali ya umma, ni serikali ile ile ambayo inashiriki ufisadi wakiwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mali ya jamii inapunjwa na inafujwa. Ni kinaya. Ni kinaya. Ni kinaya pia wakati ambapo mkurugenzi wa ardhi ambaye
tungetarajia kwamba angewatetea waketwa walipokuwa wanafurushwa. Yeye alihusika pakubwa katika kuwafurusha waketwa kutoka kwenye makazi yao, na baadaye yeye anaenda kwenye maeneo ambapo waketwa walikuwa wametorokea na kuwapa ahadi kwamba wangepewa msaada wa vyakula, mablanketi na misaada mingine. Hii ni kinaya. Ni wazi kwamba hii ni kinaya. Kinaya pia kinaonekana wakati ambapo Mrima anaitelekeza familia yake. Anaamua kumwacha mke wake pamoja na watoto bila ya kuwashughulikia na kuanza kufuata Sagilu na pesa zake. Kwa hivyo tamaa ya pesa ilimfanya aweze kuacha familia yake na badala yake akafuata pesa za Sagilu. Kwa hivyo hapa ndipo tunapoona kwamba kuna kinaya. Kwenye riwaya nzima tunajua kwamba, nimetoa mifano michache tu ya matumizi ya kinaya, lakini wakati unapekua pia utapata kwamba kuna ithibati kwenye kitabu kizima ambayo inadhihirisha matumizi ya kinaya. Na kutakia alasiri mwanana. Mie ni Ustadh Kaka Mnai. Kipindi ni Uketo wa Kiswahili.